Bila shaka hiyo ni barabara ambayo itakuwa inafanya mageuzi makubwa kwenye usafiri kutoka Nairobi na Nakuru hadi Mau Summit, ambayo ni barabara imekuwa ikishuhudia msongamano mkubwa sana hususan katika kipindi hiki cha likizo. Lakini turudi katika chaguzi ndogo ambazo tuzoziwekea macho yetu katika siku mbili hizi. Nataka tuelekee katika eneo la Ugunja ambako mwenzangu Daniel Kariuka amekuwa pale akifuatilia chaguzi ndogo ambazo zimekuwa zikifanyika kule, chama cha ODM kikiibuka kidedea katika chaguzi hizo. Hebu tueleze hisia za wakazi ni zipi, hususan baada ya kupata kiongozi mpya, baada ya kusalia bila ya kiongozi, baada ya Opiyo Wandayi kuteuliwa kuwa waziri wa kawi. Kariuki. Uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Ugunja uliweza kukamilika na mshindi kuweza kutangazwa, na Moses Omondi ametangazwa kuwa mshindi katika uchaguzi huu mdogo katika eneo bunge hili la Ugunja katika kaunti ya Siaya. Na labda nikupe tu na taswira kamili ya matokeo yalivyokuwa yaliyopata kutangazwa hapa na mkuu wa IEBC, ambaye aliweza kutangaza kwamba uchaguzi huu uliweza kushindwa naye Moses Omondi, ambaye aliweza kupata kura 9497 ikilinganishwa na wengine ambao ni Lilian Akinya ambaye alipata 182, Fredrick Odhiambo akapata 1200, Ochuka Ochenga akapata 56, Odhiambo Johannes ambaye ni wa chama cha Wiper akapata 1819, Eric Ochenga akapata 91, Kumujuma akapata 381, Vincent Yuaywa akapata 338, alafu kuna Omondi Oduor akapata 188, na pia Benson Otieno akiwa ni mgombea wa 10 akipata 1171. Hizi zote kwa ujumla ikiwa ni kura 1015 na 17, ikiwa ni 24% ya 100 ambao waliweza kujitokeza kupiga kura. Kumbuka eneo hili lina zaidi ya wapiga kura 60,000, lakini waliojitokeza tu ni 15,000, ikisemekana kuwa kulikuwa na upungufu wa wapiga kura kwa asilimia kubwa sana. Na tumeweza kuzungumza pia na mshindi wa nafasi hii ama ambaye atakuwa mbunge wa eneo bunge hili la Ugunja. Baadhi ya yale ambayo ameweza kuelezea ni kama ifuatavyo. I take the opportunity to thank the people of Ugunja for trusting in my leadership. They came out, though in not the number that was expected, but electing me to be the second member of parliament. So I don't take it for granted. It's an opportunity that I really, I don't take for granted. Of course, 24% voter turnout, and 15,000 the total number of votes, and 17, of course, and there are more than 60,000 registered voters. What do you think of this? What could have happened that led to the low voter turnout? Generally, the elections are normally characterized by low voter turnout. But for this case, for this particular one, we thought the number would be higher, than what we have witnessed today. But all said and done, it's now water under the bridge, and that is it. You are 10 candidates in this by-election, and you have you are actually the winner. What are you telling the other candidates? I want to plead and ask them that as leaders of Ugunja, they did express their interest to serve the people of Ugunja. So being one of them, I really want to take the opportunity to humbly request them, and that now that I've been elected to be the second member of parliament, they should come out and join, so that we join forces and work together for the betterment of this great constituency of Ugunja. Yes. Right. So before I let you go, of course, we've been seeing the former member of parliament here, who is now the cabinet secretary for energy, being very vibrant in the National Assembly. And actually, he was the minority leader in the National Assembly. We saw his input in the National Assembly. What are you looking forward to once you get to the House? Okay. It is true that, my predecessor, the country's of energy and petroleum, was very vibrant in the National Assembly. I can't really say, 100% that I would fit, be able to, fit, be able to equal him. But I'll do my best, I
at whichever level, to also ensure that they play my role as the second member of parliament of Ugunja. Ni baadhi tu ya matukio ambayo yaliweza kufanyika hapa katika ukumbi huu ambapo matangazo ama mshindi aliweza kutangazwa, na tutakuwa hapa kufuatilia hata wakati ambapo atakuwa akiapishwa bungeni kuhakikisha kwamba mtazamaji anapata taswira na taarifa kamili. Lakini kwa sasa narejesha studioni. Asante sana mwenzangu. Huyo ni Daniel Kariuki akiwa katika eneo la Ugunja akizungumza na mshindi katika uchaguzi huo wa Ugunja. Nataka nipate pumziko fupi. Nikirudi tutakuja kuangazia masuala mengineo na ushindi huu unamaanisha nini katika chaguzi zijazo pia. Usiende mbali mtazamaji.